Hii hapo bwana ni movie ya Titanic, moja kati ya movie maarufu zaidi sana duniani iliyotoka mwaka 1997 chini ya uongozi wa James Cameron. Filamu hii bwana inasimulia tukio la kihistoria la kuzama kwa meli ya kifahari RMS Titanic ya mwaka 1912 katika bahari ya Atlantic. Mbali na simulizi ya mapenzi kati ya Jack na Rose ambao ni Leonardo DiCaprio pamoja na Kate Winslet, filamu hii imevutia ulimwengu kutokana na ubora wa utengenezaji, uhalisia pamoja na hisia nzito zilizobebwa katika filamu hii. Tuanze kidogo na historia fupi kuhusu hii meli na tukio halisi. RMS Titanic ilikuwa ni meli kubwa na ya kifahari kuliko zote wakati huo. Iliaminika kuwa haiwezi kuzama. Safari yake ya kwanza ilikuwa ni kutoka Southampton, Uingereza kuelekea New York, Marekani tarehe 10 April 1912. Na mwaka huo huo usiku wa tarehe 14 April, meli iligonga barafu iceberg na kuzama, ambapo zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha. Filamu ya Titanic ilichukua tukio hili halisi na kulifanya kuwa simulizi ya mapenzi iliyojaa hisia na mafunzo. Lakini bwana, wakati wa kushuti filamu hii kuna changamoto kadhaa ambazo mtayarishaji pamoja na waigizaji wa filamu hii waliweza kupatana nazo. Changamoto ya kwanza bwana ilikuwa ni kwamba ililazimika seti ya meli kujengwa upya. Yaani walitakiwa sasa kuleta mfano wa meli ambayo itakuwa ni sawa na ile halisia. Kwa hiyo hii iliwachukua muda pamoja na pesa nyingi sana ili kuweza kukamilisha projekti hiyo. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni kurekodi kwenye maji baridi. Wachezaji wengi walikaa majini kwa muda mrefu ili kuleta uhalisia, na baridi hiyo ilikuwa ni kali, na wengine walipata homa na majeraha kadhaa kutokana na kukaa kwenye maji. Changamoto nyingine ilikuwa ni kwamba teknolojia ya wakati huo haikuwa kubwa kama ya leo. Kwa hiyo sasa ilitakiwa ubunifu ili uweze kuleta uhalisia, maana teknolojia ya CGI ilikuwa ni ndogo kwa wakati huo, ambayo wengi sana kwa sasa ndio wanatumia katika kuedit movie, yani kitu si halisi lakini naletewa mazingira kama halisia. Lakini sasa kwa kipindi hicho walilazimika kuleta mazingira halisi kutokana na ubunifu. Lakini jambo jingine ni kwamba James Cameron ilimlazimu kuzama baharini zaidi ya mara 10 ili kurekodi video kadhaa za kweli, na pia kitu kingine ni kupiga picha kadhaa ili kuleta uhalisia wakati wa kushuti movie hiyo. Unajua nini? Hii filamu imeweza kuwa ni filamu moja pendwa sana na filamu iliyofanikiwa, na sababu ambazo zilipelekea filamu hii kuweza kufanikiwa ni kutokana na kwamba uhalisia ulikuwa ni mkubwa sana katika movie hii. Yaani kila sehemu, vifaa, mavazi na maeneo yalifanana sana na uhalisia wa mwaka 1912, japo mwaka ulikuwa ni wa mbele zaidi. Kitu kingine ilikuwa ni simulizi ya mapenzi kati ya Jack na Rose. Hii iliwagusa watazamaji wengi sana, ambao ilifanya hii filamu kuweza kupendwa zaidi. Na kitu kingine ilikuwa ni mziki mkubwa, yaani mziki ulioweza kushika pia hisia za watu. Kwa wengi mmekuwa pia mkiusikiliza na kuupenda, na hiyo ndio sababu pia movie ilipendwa kutokana na hii ilitumika kama background ya movie. Jambo jingine lilikuwa ni uongozi wa James Cameron. Yaani James Cameron alikuwa na maono makubwa na alihakikisha kila kitu kinafanywa kwa uangalifu, hivyo kupelekea movie hii kuweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Yaani palikuwa na ubunifu mkubwa sana ambao uliweza kuleta upekee wa hii movie kwa kipindi hicho, na wengi kuona kama kuna uhalisia ndani yake hivi. Na haya yote ya kuweza kukamilika tu hivi. Bwana, watu waliwekeza pesa. Ni takribani ya milioni $200 za Kimarekani iliweza kuwekwa kama bajeti ya kutengeneza movie hii. Unajua nini? Yaani